Yes, bana, habari gani mwanafamilia na mtazamaji wa Mega Media Tanzania, bila shaka muheri wa afya kabisa. Siku ya leo ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka 2025, siku ya Jumamosi, ambapo moja kati ya taarifa ambazo zinashika headlines kwenye vyanzo mbalimbali na vyombo vya habari ndani lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania ni kuhusiana na huyu captain anaitwa Captain Tesha kutoka Jeshi la Wananchi la Tanzania, anavyodai na alivyojitambulisha kutoka katika kikosi cha Saki. By the way, Captain Tesha amefunguka mengi sana, ametumia zaidi ya lisaa kueleza hisia zake, mtazamo wake, maoni yake, vision yake kuhusiana na mwelekeo wa taifa. Kama tunavyojua, jeshi la polisi kiujumla lina nafasi kubwa sana katika maamuzi na katika mienendo mbalimbali ya hapa na pale ya nchi, si Tanzania tu bali kila nchi, kila muhimili wa nchi, basi jeshi la polisi lazima liwepo. So yeye kama yeye ambaye ni mwajiriwa wa mwananchi wa Tanzania, pia ni mwajiriwa, yamesikika mengi na yamesemwa mengi, lakini pia yeye amefunguka mengi. Ametumia zaidi ya lisaa na nusu, as I told you, kueleza maoni yake na hisia zake juu ya mwenendo wa taifa. Amefunguka mengi sana, lakini kwa hapa nitayagusia machache sana ambayo ameyafunguka, ambayo ndio ambayo ameteka hisia zaidi, ameteka hisia za watu wengi sana, kwa sababu wengi tulikuwa hatuyajui au tulikuwa tunayasikia, lakini hatukuwahi kupata uhakika kwamba yapo kweli au hayapo kweli. Amegusia swala la uchaguzi, ambao uchaguzi huo unatarajiwa kufanyika tarehe 25 mwezi wa 10 mwezi huu Oktoba, kumradhi, ni tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka 2025, mwezi huu Oktoba, I mean. So siku hiyo pia kuna harakati za maandamano ambazo pia zimepangwa kufanyika siku hiyo hiyo ya uchaguzi, kwa sababu maandamano yalishawahi kupangwa back days ago, like you know, siku hiyo ya maandamano iliahirishwa, wakaamua basi kuweka siku ya maandamano hiyo ni siku ya uchaguzi, yani kwamba zigongani siku ya uchaguzi. I don't know walikuwa wamefocus zaidi kuhusu nini, lakini waliopanga ndio ambao wanajua sababu kubwa zaidi zilizowafanya waweke tarehe ya maandamano au siku ya maandamano sawa na siku ya uchaguzi. So Captain Tesha amezungumza hayo kwamba pia amesema kwamba ameandika barua kwa uongozi wake kwamba wazuie uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Ameandika barua hiyo na vile ambavyo maoni yake alivyo nao ameyahusisha ndani ya barua hiyo hapo kwa viongozi wake wa kijeshi. So uchaguzi huu ambao unatarajiwa kufanyika tarehe 29 Oktoba, yeye amesema kwamba si uchaguzi wa haki na anapinga sana kuhusu uchaguzi huo, na amesema kwamba anasimama na baadhi au Watanzania wengi ambao wao wametoa msimamo wao. Unajua kwenye harakati hizi za kisiasa kuna baadhi ya wananchi ambao wao wanasupport uchaguzi ufanyike na wanakubali kufanya uchaguzi tarehe 29, lakini kuna baadhi ya wananchi ambao wao wanapinga hili pendekezo la uchaguzi wa mwaka 2025. Wanadai kwamba endapo mabadiliko ya katiba hayatokuwepo ambayo yanahusiana na uchaguzi huo mkuu, basi uchaguzi hautofanyika. I mean kwamba hawato chagua viongozi, na tunavijua kwamba vyama vya kisiasa viko vingi ambavyo vimehusishwa kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Tunaona chama tawala cha CCM, lakini pia kuna vyama vingine, lakini pia kuna chama kimoja cha cha Demokrasia na Maendeleo wamepinga kabisa, wao wamekataa kujihusisha na uchaguzi. Ndio maana hata kwenye kampeni hauwaoni wala kwenye harakati zozote za uchaguzi hauwaoni, lakini tu wao wanapinga uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Sasa swali ni kwamba je, itakuwaje hiyo tarehe 29? Je, itakuwaje haya makundi mawili kwenda kugongana ndani ya siku moja, ndani ya maeneo moja, na hasa mkoa ambao unatazamiwa zaidi ni mkoa wa Dar es Salaam. Na huu mkoa wa Dar es Salaam ndio ambao wengi Watanzania wengi tunaishi, na mkoa ambao unapewa jicho kubwa sana, unapewa jicho zaidi kuhusiana na hii issue. Unajua uchaguzi zaidi sana mkoa wa Dar es Salaam umebeba uko na population kubwa ya watu, so kampeni kubwa inaigamia. I don't know kuhusu mikoani au mikoa mingine nje na Dar es Salaam, lakini Dar es Salaam ndio ambao mkoa ambao nadhani ndio utakuwa kiini zaidi
cha hizi harakati zote. Sasa harakati za uchaguzi, basi jicho litakuwa zaidi Dar es Salaam, lakini pia harakati za maandamano jicho zaidi litapewa katika mkoa wa Dar es Salaam. So Tesha amezungumza mambo hayo kuhusu uchaguzi, lakini pia amezungumza kuhusu kifo cha JPM John Pombe Magufuli, ambapo alifariki, as we remember, alifariki mnamo tarehe 17 mwezi Machi mwaka 2021 siku ya Alhamisi. So pia amegusia kuhusu swala hilo kwamba ilionekana kuna hujuma ambazo walikuwa wanafanyiwa kabla ya kufa na kuhusu kifo chake, lakini pia hata katika utawala wake. Anasema kwamba kuna hujuma zilikuwa zinafanyika kama ambavyo waliwahi kudai mheshimiwa late John Pombe Magufuli, JPM, ambavyo alidai kwamba anahujumiwa au serikali ya Tanzania inahujumiwa. Lakini pia amewaumbua viongozi. Amewaumbua viongozi hao. I'm just presenting this. Naweza nikasema kwamba I quote from Captain Tesha. So ameumbua viongozi ambao wapo madarakani na wale ambao walishawahi kuwepo madarakani, lakini pia ameumbua baadhi ya masakata ambao walishawahi kuwepo. Amedai kwamba mwaka 2005 ndio mwaka ambao Kikwete alikuwa madarakani. So anadai kwamba kuanzia mwaka huu hapo mpaka miaka ya hivi karibuni majanga mengi yamekuwa yakijitokeza katika taifa letu, na amegusia zaidi kuhusu yale masakata ya escrow like na masakata mengine ya tunasema embezzlement. Kiswahili ni like we just say embezzlement and extravagance, like I don't know tunasemaje kwa Kiswahili hivyo, lakini ni masuala ya uhujumu au uchumi. So amegusia pia kuhusu hilo, lakini pia amegusia wale viongozi na watu wengine ambao wanasupport hizo harakati za kuto kufanyika kwa uchaguzi. Amemgusia Polepole pale, amemgusia Mange Kimambi, lakini pia amemgusia Gwajima, lakini pia amemgusia Warioba. Yes, of course. So mimi kama mimi siwezi kusema kwamba niko upande gani. I'm sorry for this. Siwezi kusema niko upande gani. You know, I'm a media personality. So nadhani kazi yangu kubwa ninaitimiza kukuletea updates ambazo zinatoka kama hivi. Ikitokea vyama vya upinzani vinatoa updates, nitakuletea. Ikitokea kuna mpinzani anatoa updates, nitakuletea. Endapo kuna mtawala anatoa updates pia nitakuletea. Lakini nje na uandishi wangu wa habari, nje na utangazaji wangu, lakini pia naweza kukuletea analysis, na maanisha uchambuzi, political analysis, pia uchambuzi wa kisiasa pia ambao upo ndani. So tarehe 29 mimi siwezi kuiita ni siku ya uchaguzi. I'm sorry for this, lakini tarehe 29 mimi naiita ni siku ya maamuzi, decision day. Najua wengi mnaweza mkadhani kwamba nipo wrong, lakini I think kwa sababu gani nasema hivi? Tarehe 29 as I told you kwamba unapangwa uchaguzi, lakini pia tarehe 29 yanapangwa maandamano. So acha tuwapatie priority wote, tusiipatie priority side moja tu, tusiipatie priority pengine swala la uchaguzi, lakini pia tusiipatie priority watu wa maandamano. So on my side, even on my side, nina kitambulisho changu hapa. Hichi ni kitambulisho cha kadi, no, is kadi ya mpiga kura. As you see, you can see well. Bwawani Kijitonyama. So kadi yangu ninayo ambayo inaniruhusu kupiga kura hiyo tarehe 29. But I can't say, as I told you, kwamba I will vote or not, au nitaandamana au sio. No, I can't say this, lakini this is just advice to you. Na unavuta ni kuvute zimekuwa nyingi sana. Kuna wengine wamekuwa wakibadilisha mitazamo hata kufika tarehe 29. Kuna siku chache zimebaki sana. Naamini kwamba kuna watu ambao watabadilisha mitazamo yao, pengine alikuwa anawaza kuandamana, ataamua aache kuandamana akapige kura. Kuna mwingine alikuwa anataka akapige kura, lakini pia ataacha kupiga kura akaenda kuandamana. So mimi nadhani maamuzi ya Mtanzania yako ndani ya nafsi yake mwenyewe, maybe kutokana na ushawishi wa mtu au kulingana na yeye ambavyo anadhani mawazo yake, thoughts zake zilivyo, anaweza akaamua kwamba afanye hivi. Lakini naamini kwamba most of us we are over 18. So kila mtu nadhani atakuwa na msimamo wa kufanya kile ambacho anadhani kiko sahihi.
On my side mimi nadhani kwamba ikifika tarehe 29, as I told you kwamba ni siku ya maamuzi, siwezi kuita ni siku ya uchaguzi. Siku ya tarehe 29 ni siku ya maamuzi. So utaamua wewe, endapo utaamua kwamba ukapige kura then ukaandamane, au ukaandamane then ukapiga kura, au ukapige kura tu usiandamane, au upige kura au uandamane tu usipige kura. So ni maamuzi ambayo yako ndani yako wewe kama wewe. Na hiki kitu japokuwa Tesha hajakiongelea hivyo, but Tesha ameelekezea upande mmoja kwamba hujuma ziko nyingi sana na amepinga uchaguzi huo, na nimefanya investigations za kutosha sana na najitahidi sana kumfuatilia, pengine backgrounds zake naona ana data za kutosha sana ana data nyingi sana ambazo zilishawahi kuwepo na ambazo pengine zinatarajiwa kutokea ambazo sisi hatujawahi kuzisikia. So investigations zangu kuhusu yeye, lakini pia kuhusu mambo ambayo anayaongea, naona kuna baadhi ya watu wanasema kwamba bwana huyu afande hayuko Tanzania. Some of people is just say like that, kwamba afande hayuko Tanzania. Amini huyu mwanajeshi Captain Tesha hayuko Tanzania, yuko nje ya Tanzania na yuko vitani. Lakini nadhani kwamba tunaelewa kwamba maybe mtu yuko nje ya Tanzania, lakini updates zote ambazo zinatokea ndani ya nchi anazipata. So msimamo wake uko kwa namna kama hiyo hapo, na yeye ameahidi kwamba atasimama, ataungana na wananchi ambao wao wanadai haki. Kila mtu anadai haki kwa nafasi yake. Tunavyojua kwamba kudai haki ni haki ya kila mwananchi, kudai haki ni haki ya kila Mtanzania, lakini pia kupiga kura ni haki. Kila kitu ni haki. Yaani kudai haki pengine kwa njia yoyote ile, njia kampeni za kimtandao, maandamano, hiyo ni kudai haki. So kudai haki ni haki ya Mtanzania, lakini pia kupiga kura ni haki ya Mtanzania. So Watanzania, we have to be aware on this, kwamba sidhani kwamba ni wakati wa kulaumiana. Huu sio wakati wa kulaumiana tena, wala sio wakati wa kusifiana pengine kwenye hamna. I don't say this. Lakini kama una wish kwenda kupiga kura, nenda kupiga kura kwa sababu ni haki yako. Lakini kama unaona una passion ya kuandamana, simama, nenda kaandamane. Japo naamini wengi tunadhani kwamba itakuwa ni ngumu haya maandamano kutokea, lakini I think tulidhani kwamba inaweza ikawa iko sio, lakini kadri ambavyo siku zinazidi kwenda, naona mabadiliko yapo. Watu wanafanya maamuzi ya kutosha, ndugu zangu. Naona nguvu kubwa, mvuta ni kuvuta imekuwa kubwa sana. Hata celebrities wote nao, kila mtu na upande wake. Watu ambao wana support no reform no election wapo, na watu ambao wana support Oktoba tunatiki pia wapo. So it's just a time of decision. Huu ni muda wa maamuzi, na kama ambavyo nasema kwamba tarehe 29 si siku ya uchaguzi. Tarehe 29 ni siku ya maamuzi. So amua unafanya nini? Unapiga kura au unaandamana? Najua matokeo tunayajua kwamba maybe swala la kuandamana linaweza likahamasisha vurugu zaidi, pengine watu wakapata injuries, maybe hata more than injuries, japo siombei, lakini tunaamini kwamba maandamano nchi yetu haisupport sana, au vyombo vyetu vya dola havisupport masuala ya maandamano, hasa huko masuala ya mjini, hasa huko maeneo ya mjini. So nadhani kwamba matokeo yake yatakuwa sio chanya sana, cause endapo watu wakijitokeza kuandamana, jamani, polisi na usalama watatoka pia. So kwenye masuala ya kuhamasisha amani, kwenye masuala ya kutuliza ghasia, injuries lazima ziwepo, ndugu zangu. So you have to think about this. So kama una nguvu, unaweza ukatoka. So as I told you, ni maamuzi yako. So kama una nguvu pia unaweza ukatoka kwenda kuandamana, it's not bad. Lakini kama unaona kuandamana sio upande wako, kapige kura. So yes, wewe mwenyewe nafsi yako inakwambia vipi, au nafsi yako inakusukuma kufanya nini? Naamini kwamba as I told you kwamba we are all over 18. So maamuzi yako ndani yako wewe kama Mtanzania, kwa sababu kila kitu ni haki yako. Kudai haki ni haki yako, lakini pia
kupiga kura ni haki yako. So I'm just referring kutoka kwenye video ya Captain Tesha ambayo ameitengeneza siku ya leo, na nadhani kwamba wengi tumekutana nao, lakini pia wengi tumekutana na taarifa zake kwenye vyanzo mbalimbali vya habari. So hayo ni machache kutoka hapa Mega Media Tanzania. Hii ni Balama Podcast ndani ya Mega Media Tanzania. Mimi ni Balama TZ, Balama Tanzania. Mega Media Tanzania, your perfect choice. Usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kucomment. Thank you.